Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, kamera yetu hii leo imemnasa Kefa Chengula, shabiki na mwanachama wa klabu ya Young Africans. Tunaungana naye hapa kwenda kuzungumzia swala zima la kandanda. Kubwa ni wekundu wa Msimbazi Simba kupunguza gap na kubaki alama 2 pekee. Wao Young Africans wakipoteza dhidi ya Dodoma Jiji siku ya jana. Bwana Kefa Chengula, mambo vipi? Bwana salama, habari ya uzima? Njema, mambo yanaenda? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naona umekuwa mnyonge sana Kefa. Ni kweli tumekuwa wanyonge kwa sababu ukiangalia kwenye gap la point tulikuwa tumewazidi ndugu zetu gap la point 5. Lakini mpaka saizi ninapozungumza ndugu yangu nimebaki gap la alama 2. Na ukiangalia mechi zetu tulizobakiwa nazo sisi tumebakiwa na vigogo kwa sababu ukimwangalia kwa sasa TRA tunamhesabu kama ni kigogo kwa sababu ameweza kupata point 3 dhidi ya Azam, ameweza kupata sare dhidi ya Simba na ameweza kupata sare dhidi ya Yanga. Kwa hiyo tunamhesabu kama ni timu ambayo inaonekana kidogo ina uhai kidogo. Kwa hiyo binafsi niseme ni maji ya shingo. Sisi wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga tulikuwa tunatembea vifua mbele, lakini kwa sasa ukiangalia hata nyuso zetu zinaonyesha kwamba kidogo tumekuwa na mashaka. Binafsi inatuumiza, inatuuma na ukiangalia leo mtani wetu maumivu ni makali sana. Ni makali sana. Maumivu makali. Ni makali mno kwa sababu ukiangalia kwa timu yetu jinsi ilivyo. Na mimi bwana Mnyasa nilizungumza. Nilisema ndugu zangu, tusije tukachukua uharaka au pressure kumfukuza kocha. Lazima tujitathmini tuangalie. Na kuna baadhi ya wachambuzi na mashabiki ambao wao kazi yao ni kuchukua zile 10%, wakishaziweka mfukoni kazi yao ni kutia tu pressure kwenye klabu na mwisho wa siku viongozi wanakuja kufanya maamuzi ambayo hayapo. Yawezekana ni kweli kocha Pedro alikuwa na madhaifu yake, lakini yule kocha mimi binafsi sikuona kwamba ni kocha ambaye alikuwa na madhaifu makubwa sana kwa sababu tunaamini ni kocha ambaye yani tangu amekuja hajapoteza mchezo hata mmoja zaidi ya sare na kushinda. Lakini kwa sababu za viongozi wetu wakatilia pressure na end of the day wakamfukuza kocha na kocha ameondoka, amekuja huyu Maulini. Mechi ya kwanza, ya pili tumeingia mkenge. Mimi binafsi nina masononeko makali sana, ninahuzunishwa sana. Na ukiangalia kwa mwenendo kwa mfano kama jana. Mechi ya jana imeniumiza sana Mnyasa. Imeniumiza sana. Na ukiangalia makosa ambayo yamejitokeza ni makosa ya kitoto, ni makosa ambayo hata mtoto mchanga mwenye miaka 3-2 hawezi kufanya makosa kama yale. Joka tulilolitunza sisi wenyewe, tulilolilea sisi wenyewe, leo linatumeza sisi wenyewe. Nani huyo? Mtu kama Diara, mtu ambaye tulikuwa tunamthamini, tunamheshimu. Na mimi nataka nichukue nafasi hii kutoa hii statement kupitia Mnyasa TV kwamba Diara, this is a Young Africa Sport Club. Hii ni klabu ya Young Africa. Hii ndio klabu ambayo imejitofautisha na klabu yoyote ile duniani. Sisi hatujawahi kuwa na rafiki wa kudumu na hatujawahi kuwa na adui wa kudumu. Tunakuomba sisi Yanga tunaipenda Yanga kuliko sisi tunavyojipenda sisi wenyewe. Yaani mimi sasa hivi ukinikuta na godi Yanga, yaani ukinikuta na shabiki yote ya Yanga, tunaweza tukawa tunatiafiana. Lakini linapokuja swala la Yanga, tunaweka yaani tunaziweka tofauti zetu pembeni, tunaenda kuifesi Yanga yetu. Kwa hiyo nataka nikwambie bwana Diara, wewe sio mkubwa kuliko Yanga. Ndio maana nasema bwana Mnyasa, joka tulilolifuga leo linatumeza sisi wenyewe, na haya yote tumeyataka sisi wenyewe kwa sababu tulikuwa tunamwendekeza mpaka leo ameshajiona kwamba yeye ni mkubwa kuliko Yanga. Kwa sababu alichokifanya jana ni ujinga, ni utoto. Sisi kama mashabiki wa klabu ya Yanga, sisi kama wanachama, tunamuomba Engineer Hersi alikemee na amuite, ampeleke kwenye kamati ya nidhamu, kama zipo kamati za nidhamu, wamwambie kwamba bwana, hii ni klabu ya Yanga. Ndio klabu pekee ambayo imejitofautisha na vilabu vyote duniani. Sisi ndio klabu pekee ambayo tumewahi kuwafukuza wachezaji wote na uongozi pamoja na benchi la ufundi likabaki jengo. Tumwambie kabisa, sisi Yanga Afrika ndio klabu pekee ambayo tumewahi kufukuza wachezaji wote, tukafukuza benchi la ufundi, tukafukuza viongozi likabaki jengo. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba Diara anawatoka mioyoni, anawapanda sasa kichwani. Na kuna moja ya kauli ambayo alizungumza Haji Manara kwamba ilifika wakati Young Africans ilifukuza wachezaji wote ikiwemo baba yake Haji Manara, na yeye alijumuishwa kwenye kufukuzwa.
hiki kitu anachokifanya Djigui Diarra, nyinyi mashabiki wa Simba wa Young Africans mnakionaje? Mnyasa, sisi hatukatai kufungwa. Hakuna timu isiyofungwa duniani. Umenielewa? Hakuna timu isiyofungwa duniani. Barcelona ile ya Pep Guardiola ambayo imeenea, ina Iniesta, ina Xavi, ina Messi, ina Ronaldinho, ina Busquets, ina Suinani, Mascherano, imeenea kila eneo. Lakini ilikuwa inaingia kwenye mfumo inafungwa. Sisi kama mashabiki wa klabu ya Yanga hatukatai kufungwa. Lakini kwa kila alichokionyesha Diarra, ameonyesha kabisa kwamba kwanza ni dharau. Kwa sababu Fizu kwa Perez, mimi mwanzo nilifikira labda ameumia. Lakini baada ya kumuona anaenda kwenye benchi pale kwenye tunasema nini kwenye mbao ndefu, namuona kabisa Fizu kwa Perez yake inaoneka kabisa ni mtu ambaye hajaridhishwa kwa kile alichokifanya Bakari Nondo Mwamnyeto. Sasa alichokifanya Bakari Nondo Mwamnyeto lile lilikuwa ni tukio tu la kawaida. Yule ni captain, hakuna mchezaji wa Yanga ambaye anapenda kufanya kile kitu. Na ile ilikuwa ni Dodoma Jiji. Labda ingekuwa Simba tukasema amekula rushwa, lakini ni Dodoma Jiji. Hakupenda kufanya vile, ni bahati mbaya. Na ukiangalia kwa namna jinsi lilivyojitokeza ile swala kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, ni swala la bahati mbaya. Umeona? Sasa yeye kitendo manake amezira. Na ile ni kazi yake, unamziria nani? Na lile goli ambalo amefunga Masaranga, angekuwa Bakari Nondo, angekuwa Diarra, asingefunga goli kama lile. Kwa hiyo sisi tunasema hivi, katika lile ni lazima Djigui Diarra, yani lazima adhabu stahiki kwa Djigui Diarra, lazima achukuliwe. Sisi hatuwezi kuvumilia vitendo kama vile. Kwanza tunataka kufukuzwa au kumfukuza whatever, ikitokea amefukuzwa sisi hatuwezi kulaumu uongozi. Kwa sababu kila alichokifanya ni kama amezira. Ile ni kazi yake. Yuko pale kwa ajili ya kutupa heshima sisi mashabiki wa klabu ya Yanga. Leo tumefedheheka. Maana analipwa mshahara kwa kazi ile. Ndio, sio sisi wanachama tunatoa fedha kwa ajili ya kumlipa yeye Diarra. Si ndivyo? Ndivyo ilivyo, sio ndivyo ilivyo. JSM mtu anaweza kusema JSM ndo anayemlipa sio nini? Hapana. JSM anamlipa kupitia sisi. Kama JSM anaipenda Yanga aende akawekeze na Mungu. Ndio. Yale matangazo ya kina Sport Pesa si ya kina nani, sio ya kina nani, yanakuja pale ni kwa sababu klabu ya Yanga ina mashabiki wengi, ina wanachama wengi. Kwa hiyo wanajua kabisa tukiweka tangazo letu, biashara yetu inafanyaje? Inaenda. Huyo JSM anawalipa vizuri ni kwa sababu jezi za klabu, jezi zetu anazoziuza anapata 10%. Ndio hizo jezi ambazo zinafanyaje? Zinaenda kulipa wachezaji. Sasa kwa nini leo mchezaji ambaye analipa sisi na sisi wachezaji tumempa kazi akafanye kazi, anazira, alafu anazira anaonyesha? Mimi binafsi kana Kefa Changula na hasira sana. Mimi binafsi Diarra kama Diarra, nataka niwaambie huyu mtu ninakoelekea atakuja kututukana matusi. Kuna wakati mlichanga fedha mlimpelekea pochi Djigui Diarra kama nakumbuka. Ndio haya ambayo mimi nasemaga kila siku. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Alifanya kosa siku ile mkachanga fedha mkamlipia faini. Ndio ninachosema, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Joka tulilolifuga sisi wenyewe tumeshindwa kulingoa meno, leo linatumeza sisi wenyewe. Wacha litumeze sisi wenyewe kwa sababu hivi vitu tuwaambie ndugu zangu, tuangalie na masuala ya kuwachangia vitu. Hawa wachezaji makosa nao yafanya bana Mnyasa, inatakiwa wao wenyewe wafanyaje? Na mimi hivi vitu bana Mnyasa, nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi nikisema wanasema huyo dogo kwa sababu hatukumchangia kipindi amepata matatizo, amepata ajali, hatukumchangia, ndio maana anatufanyaje? Anatuchambulia. Mimi ndugu zangu nipo kwa ajili ya klabu ya Yanga. Mimi nipo kwa ajili ya kuiprotect klabu ya Yanga. Nipo kwa ajili ya kuilinda klabu ya Yanga. Lakini nikizungumza positive kuhusu klabu ya Yanga, watu wanasema huyo dogo kwa sababu hakuchangiwa alipopata ajali, inatakiwa fanyaje? Ni jaziba zake. Lakini sio jaziba. Leo unakuja kuzira. Umezira, klabu yetu imefungwa, ni fedheha kwetu. Diarra sio Mtanzania. Leo akiondoka ni fedheha kwetu. Sisi tulitamani mwaka huu au msimu huu tuchukue ubingwa pasipo kufungwa. Tumeshafungwa. Japokuwa target yetu ilikuwa sio kufungwa, target yetu namba 1 ni kuchukua ubingwa. Mwamnyeto, umetufedhehesha, umetuangusha, ni kapteni, hukutakiwa kufanya makosa madogo kama yale. Hukutakiwa kufanya makosa madogo kama yale. Unapokuwa captain wa timu, inatakiwa uwe image wa timu, uwe image wa klabu, uwe ni image ya wanachama na mashabiki. Wewe ndio umebeba mioyo ya mashabiki wa klabu ya Yanga F30 plus. Dunia nzima inakuangalia. Leo upo kwenye backline. Mpira umepigwa. Nyuma hujui golikipa amekaaje. Unaukwepaje huo mpira?
Ndio maana nasema Mnyaza ni kwa sababu lile tukio limefanyika dhidi ya Dodoma Jiji, lakini lingekuwa limefanyika dhidi ya Simba, mimi nakwambia mpaka saizi Mwamnyeto ingekuwa tumesha terminate mkataba, mpaka saizi tumeshamweka mtu kati, amekaa pembeni kama alivyokaa Soa. Lakini kwa sababu ni mpira kama michezo mingine, tunamuelewa, lakini kwa upande mwingine inatakiwa yeye mwenyewe ajitathmini, na kama ikiwezekana msimu, na mimi nataka nikwambie msione mashabiki wa klabu ya Yanga tumekaa kimya. Mimi nazungumza ni kwa sababu tempa imenitoka moyoni, lakini mashabiki wa klabu ya Yanga wamekaa kimya, wanasubiri msimu uishe. Mimi nataka nikwambie tutabakiwa na wachezaji wanne wa kimataifa na tutabakiwa na wachezaji wanne wa ndani. Wachezaji wengine wote mimi nisikufiche, nachukua maneno yangu. Na mnatimua manake. Timua. Na tukikosa ubingwa. Hebu rudia tena kauli yako. Nasema hivi. Wachezaji wenye hadhi ya kuchezea ligi ya Tanzania kwenye klabu ya Yanga ni wachezaji wanne tu kwa Yanga. Hebu wataja hao. Mchezaji ambaye ana hadhi ya kuchezea ligi yetu namba moja, ambaye mimi naweza kusema kweli huyu ana hadhi ya kucheza kwenye klabu ya Yanga. Namba moja ni Pacome, namba mbili ya Ukwasi, namba tatu nampa Duke Abuya, namba 4 japokuwa naye ana makosa, ana mambo ya kitoto ambayo yameniumiza. Pamoja na hayo yote kusema yameniumiza, lakini Diala ana hadhi ya kucheza ligi yetu. Sio kwa hiyo unamwacha Alan Okero pembeni. Alan Okero approve. Alan Okero ni mchezaji mzuri, lakini atuthibitishie uwezo kucheza mechi 2-3. Sasa Diala huyu ambaye amezila jana tena nampa nafasi tena. Nampa nafasi, uwezo anao. Sikatai. Uwezo anao wa kucheza ligi yetu kwenye timu yetu. Lakini kwa makosa yale ajitathmini. Umenielewa? Ajitathmini. Lakini mmemfukuza kocha Pedro Gonçalves, mkamtimua tena. Amefukuzwa wakati ameshinda mchezo dhidi ya KMC goli 1-0, na jioni yake taarifa ilitoka kwamba hatakiwi tena kuwa kocha mkuu wa klabu ya Young Africans. Mikoba ikakabidhiwa kwa wasaidizi wake Patrick Mabedi pamoja na Morin. Hivi sasa ambao alikabidhiwa timu wamefungwa, yeye kocha ambaye ametimuliwa hakufungwa. Kosa lake liko wapi Pedro? Au ndo laana yake hii ambayo inatokea hivi sasa ndani ya klabu ya Young Africans? Waswahili wanasema Mnyasa, mwanamke ni mbaya ukiwa naye, lakini siku akikutoka ndio utajua uzuri wake. Tulikuwa na Pedro, tulimdharau, tulimdhihaki, tukamnenea maneno mabaya, tukamtukana, tukamwona si kocha. Leo ameondoka, ndio wanayanga wanamkumbuka, na nyinyi wachambuzi leo ndio mnazungumza habari za Pedro, lakini wakati Pedro yupo hakuna aliyezungumza. Na ndio maana nimekwambia mwanamke ni mbaya ukiwa naye. Leo Pedro ameondoka, nasikia tetesi anaenda Petro Atletico. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie hata hao makocha, hata yule kocha wa Simba aliyoondoka anaitwa nani yule Msauzi alienda Fadu Davis. Watu waliondoka, waliongea maneno mengi, wenye kutukana wakatukana, amefunga mara 6 mfululizo na Yanga, lakini leo ameondoka, watu wanamkumbuka. Sofa anavyozungumza ni nzuri, amekuja huyu kocha Steve Barker anafanya vizuri, lakini siku zote ukiwa na kitu kizuri huwezi kukijua thamani yake mpaka siku kimeondoka. Kwa hiyo mimi nilisema huyu kocha tunamuondoa hata kama unakumbuka, kama una kumbukumbu nzuri hata kwa kocha Gamondi niliwaambia ndugu zangu, huyu kocha Gamondi tunamtoa kwenye Yanga Afrika kwa sababu gani? Au kwa sababu amefungwa na Yanga na pamoja na Tabora United kwa kipindi hicho? Nilizungumza kupitia hizi mic. Lakini leo kocha Pedro ameondoka ni kwa sababu ya miemoko yetu. Hajafungwa mechi zote, amefunga, ameshinda zote, na baadhi ya mechi kama 2-3 na amepata sare, lakini tukamfukuza kwa sababu ya miemko yetu. Lakini nataka niwaambie target yetu ni kuchukua ubingwa. Tukikosa ubingwa Mnyasa, pale litabaki jengo. Bwana, nakwambia na kuhakikishia, pale mkikosa ubingwa, tukikosa ubingwa litabaki jengo. Hakuna mtu atakayebakia pale, na kuthibitishia tuko mbele kwa pointi 5. Tulikuwa mbele kwa pointi 8. Zimeshuka mpaka pointi 5. Zimeshuka mpaka pointi 2. Mpaka zimebaki, mpaka wanaenda kulevel. Wanaenda kuchukua ubingwa. Viongozi wapo, wachezaji wapo, benchi la ufundi lipo. Haiwezekani. Tukifungwa, tukipoteza kombe. Lakini si viongozi wanataka kujengia uwanja bwana. Na kuhakikishia huo uwanja hatuna shida nao. Tunasema hivi, tukikosa ubingwa msimu huu, kwa sababu haitakuwa na maana. Sisi target yetu namba 1 ni kuchukua ubingwa. Hiyo nakwambia target yetu mama ni kuchukua ubingwa. Hatujachukua ubingwa kwa namna jinsi tulivyo, kwa sababu haiwezekani. Unakosa ubingwa, unaangalia na mazingira uliokuwa nayo. Una pointi 8, umeshuka mpaka pointi 5, umeshuka mpaka pointi 2, wamekuattack, mpaka wamekutangulia, wameenda kuchukua ubingwa. Wewe upo, mashabiki tupo, wanachama tupo, haiwezekani. Pale litabaki jengo. Kama ikitokea tumepoteza ubingwa wa msimu huu kwa namna jinsi tulivyokuwa na Simba hii Zofri hali dhaifu,
ambayo imejitafuta, imeenda kuleta wachezaji 4 3 tu dirisha dogo, ndio amekuja kubadilisha kufanya mabadiliko, wanaenda kuchukua ubingwa. Sisi bado tupo. Engineer ameenda kuchukua magarasa, wachezaji ambao hawana hadhi yoyote ya kucheza kwenye ligi yetu. Lakini mbona Okelo anafunga bwana? Okelo nani mwingine sasa kusema Okelo sawa ni Okelo, nani mwingine? Depo alikuwa anafunga bwana. Anafunga. Haya sasa anafunga. Sasa kama anafunga, kwa nini hizo pointi mbili zimekujaje? Hatukatai kufungwa. Timu zote duniani zinafungwa. Lakini namna tunavyofungwa, viongozi wajitathmini na wao. Huyu Diarra juzi tumemchangia fedha kwa makosa yake ya kizembe. Leo jana amekuja kufanyaje? Amekuja kufanya makosa ya kizembe. Unazira vipi? Ndio kazi yako nayo kupa riziki. Ndio maana nimesema huyu mtu ipo siku atakuja kutumbukana matusi ya nguoni kama tunakoelekea. Unakoelekea maana yake mimi nataka nikwambie Mnyasa, hata mwanamke ndivyo inavyokuaga. Mwanamke itafika stage anasema bwana mimi sikutaki. Akisema humtaki maana yake automatically mwanaume atakujiongeze uachane na huyo mwanamke. Ukiendelea naye maana unachokitafuta utakipata, na sisi Yanga tunachokitafuta utakipata. Mimi ninachotaka kusema hatujachelewa. Diarra msimu huu ukiisha tukatafuta golikipa mwingine. Hapana, thank you. Tukatafuta golikipa mwingine. Kwa nataka aondoke kabisa ni. Ndio maana nimekwambia sisi Yanga hatuna adui wa kudumu na hatuna rafiki wa kudumu. Ilipofikia kwetu sisi Diarra, enough is enough, inatosha. Mimi ninachozungumza Diarra, chukua maneno yangu haya. Leo nazungumza kupitia media hizi za Mnyasa. Watu wengi wananitukana, wananidhalilisha, wananidhihaki izifu kama sisi mimi sio mwana Yanga. Mimi Mnyasa ni mwana Yanga. Nimewahi kusema na kadi ya wanachama mimi ninayo. Huwezi kuwa mwanachama klabu ya Yanga. Umenielewa? Huwezi kuwa mwanachama klabu ya Yanga ukawa unazungumza vitu ambavyo vya kuinufaisha klabu ya Simba. Mimi nazungumza maneno haya Mnyasa kwa kuipenda klabu ya Yanga, kwamba huyu Diarra ikishafika mwishoni mwa msimu ama yeye kujitokeza Haruna Niyonzima. Unamtaja kwa tunampenda sisi kama Niyonzima. Mnyasa wewe unakumbuka ni mwana michezo. Kuna mchezaji ambaye tulikuwa tunampenda sisi kama Niyonzima. Nakumbuka Niyonzima mlimkubali sana. Lakini kilichotokea akawa anaenda Rwanda, anakaa mwezi mzima, anakaa wiki mbili, klabu inafungwa, tunahangaika, lakini mwisho wa siku tukasema bana inatosha, tukaachana naye, maisha mengine yakaendelea. Ndio maana nimekwambia hakuna mchezaji mkubwa zaidi ya Yanga yenyewe. Sisi kama Yanga Afrika tunamwambia Diarra hajachelewa, ajitathmini, akipojirekebisha. Na huu zimebaki mechi 7. Akipojirekebisha, tunasema enough is enough, inatosha, tukaleta magolikipa wengine. Tumewahi kuwa na magolikipa bora kuliko yeye. Tumewahi kuwa na Peter alikuwa anaitwa nani? Manyika yule Manyika amenyachana na huyo Peter Manyika. Umeelewa? Tumewahi kuwa na magolikipa wazuri kama kina Juma Kasete, kwa naye ni magolikipa wazuri. Kwa hiyo naona tumwambie uzuri wa mchezaji siku zote. Uzuri wa mchezaji ni nidhamu. Mchezaji ambaye hana nidhamu siku zote, hata Balotelli alikuwa mchezaji mzuri lakini alikuwa hana nidhamu. Mpaka leo ikawa imemkosti. Diego Costa alikuwa na nidhamu. End of the day zikamwathiri. Wachezaji wote ambao hawana nidhamu waliharibikiwa vibaya sana. Kwa hiyo kwa Simba hii vipi? Inaweza kachukua ubingwa? Kwa makosa yetu haya. Kwa makosa yetu haya ya kujirudia anaweza kachukua. Na kuhakikishia anachukua ubingwa. Kwa makosa haya ya kujirudia kama haya. Tusipojirekebisha, Simba anachukua ubingwa. Mimi nakwambia. Kwa sababu ndio tulikuwa na alama 8. Imeenda alama 5. Zimeenda alama 2. Nini kisha tutoa kwenye alama 8 mpaka kwenye alama 2? Na hao wenzetu tulikuwa tunapiga gap la alama 8. Mpaka nimebaki gap la alama 2. Na Dodoma Jiji ametufunga. Vipi kwa Azam? Vipi kwa TRA? Vipi kwa Singida? Mwenzako anavyonyolewa zako tia maji. Simba ubingwa huu. Sisi yani sisi Yanga tukichukua ubingwa, Simba wajilamu wao wenyewe. Kabisa. Sisi Yanga tukichukua ubingwa, Simba wajilamu wenyewe. Kwa sababu kwa makosa tunayofanya haya, wao wenyewe Simba ndio wajilamu wao wenyewe, kwa sababu nafasi ya kuchukua ubingwa Simba ni kubwa. Kwa sababu makosa tunayofanya sisi wenyewe. Bwana, mimi nikushukuru na nikutakia kila la heri. Nakushukuru sana.